mpaka huu msimu uloisha mpaka huu tushasema Simba timu bovu, Simba sijui nini. Sisi tunawaangalia tu, tunawaprove kwa vitendo. Sisi wabovu, endeleeni kuongea, sisi tunawaonyesha kwa vitendo. Je, mtu akiongea sana wewe muonyeshe tu kwa vitendo. Simba bovu, msimu uliopita tunaenda robo, tutafika finali. Ndio walikuwa wanatuambia kwamba msimu uloisha tunaenda robo. Umekaa toka mwaka 98 mpaka 2023-24 ndio unakuja kuingia makundi na robo finali ya klabu bingwa. Unakuja kutudanganya, unapayana sisi msimu huu tumeishia robo, ujao tutafika finali. Ufike finali wewe kwa kipi kinachokupa kiburi ikiwa miaka zaidi ya 20 na mtu amezaliwa mpaka amefika chuo kikuu, mwingine ana familia na mke na watoto au kaolewa, hujawahi fuzu makundi. Kufuzu mara moja tu unapata jeuri tutafika finali. Umeona wewe baada ya klabu bingwa msimu huu ikaweje? Katoboa makundi kwenda robo. Kilichomshinda ni nini? Kumwona mtu anaenda robo kila baada ya mwaka anaenda robo, iwe ya klabu bingwa iwe ya shirikisho, unapita kwa babani mwaka robo. Ujasiriwa unautoa wapi? Una miaka zaidi ya 24 wewe hujatoboa hiyo makundi. Unakuja kutudanganya gari limewaka nitafika finali. Nyinyi mlikuwepo. Iko wapi hiyo robo finali au finali walikuwa wanasema? Si walituita mwaka robo? Alicheza moja akafika finali kabisa. Alicheza moja akafika finali. Kawaida yani Simba ndio timu ambayo huwa inaandika historia na yenyewe ndio inapambana kuivunja historia yake yenyewe. Kwa sababu Simba ndio timu ya kwanza kucheza nusu finali ya klabu bingwa. 73-74 Simba anacheza nusu finali ya klabu bingwa. Yanga hawakuwepo. Si walikuwepo, wameundwa 1935. Walikuwepo na sisi tulikuwepo. Yeye wa kwanza kuundwa ni mkubwa wa ndevu tu. Sisi ni wakubwa wa FQ. Hapo ndo tofauti ambayo yeye haitambui kwa sababu hiyo finali tumeanza sisi shirikisho mwaka 93. Tena sisi tumeichezea hapa. Yeye anatuambia huko nje. Tunaweza tukasema video zake waliedit kuvaa hizo medali. Kwenda kusuluhisha jambo la Faisali. Akasema mama si ndio timu ya kwanza kuja kuvaa medali za CAF. Msinidanganye, medali za kwanza alivaa babangu Mzee Mwinyi. Japo mimi sikuwa kwenye mambo ya mpira. Lakini babangu Mzee Mwinyi alifanyaje? Alivaa. Kwa nini wadanganye? Wao wanakubali ni mabingwa wa kihistoria, wamechukua ubingwa mara 30 wa hii nchi kwa ligi kuu. Kwa nini historia zao huwa wanazikubali ila za Simba wanazikataa? Hivi ubingwa mara 30, Yanga walianza kuchukua ubingwa mwaka gani mpaka zikafika mara 30? Waje wakatae finali ya Simba ya 93? Unaona inakuja? Ukikubali historia kwako, kubali na kwa mzee. Hakuna kitu ambacho hakina historia. Tunapoongelea historia, kubali historia sehemu yoyote ile ambayo historia ipo na inaishi. Huwezi kuja kumwelekeza mtoto sijui Yanga alichukua ubingwa mara 30 kama haelewi kuhusu historia au wewe huelewi kuhusu historia, huwezi kumuelezea. Muelezee kwanza aelewe hii mara 30 ilikuwa hivi. Tulifanya hivi ikawa hivi. Kwa nini wewe tukikwambia sisi 93 tulicheza finali wewe hutaki? Ila wewe bingwa mara 30 unataka. Kwa nini? Yaani inabidi waende mbele warudi nyuma wakae wajifunze. Simba ni kitabu popote pale wanapoenda. Simba ni kitabu chao cha makombe ya shirikisho na klabu. Wakae wajifunze. Hata kama watakao nasema Simba mtani wetu, Simba simu wetu. Nadhani zamani huko ulikuwa utani mzuri. Ila siku hizi tumefika hatua mpaka tunagombana, tunapigana, tunatukanana. Tubaki kuwa watani ili tujifunze kama wao wanataka kujifunza. Kucheza robo finali mara 6 hatukutokea tu sisi tukaanza tukacheza hiyo robo. Kwa nini wao wasicheze? Kila mwaka wacheze na wenyewe tuwaite hiyo mwaka robo kama ni kwepesi. Kwa nini hawafiki? Kwa hiyo unakubaliana jina la mwaka robo sasa? Nilikubali na mwisho wa siku nimelikataa, ndio maana nimekwambia Simba ndio timu ambayo inajiandikia historia yenyewe kabla haijavunjwa na mtu yeyote, inakuja kuvunja yenyewe. Umenielewa? Tunaandika historia yetu wenyewe, tumeenda nusu finali klabu bingwa. Yanga amefika nusu finali klabu bingwa. Na mimi nakwambia sisi ndio tutakuja kuvunja hiyo historia ya nusu finali klabu bingwa. Simba tumeenda finali ya shirikisho mwaka 1993. Tumecheza finali ya shirikisho. Bana miaka mingapi mpaka yeye amekuja kucheza hiyo finali? 2023 ndo amecheza. Bana miaka mingapi? Kama yeye kweli ni mzuri na ni bora mara 30 kwenye hii nchi. Kilichomshinda nini toka 93 mpaka 2023? Ajikakamwe mabavu na kuonyesha yeye ni mtu mzima. Kilikuwa kinamshinda nini? Makundi tu mwaka 98 kwa mara ya kwanza alitinga. Yaani mpaka sasa hivi tukikaa tunasema Yanga ametinga makundi mara ngapi tuseme? Ni mara 3. 98 ya huo mwaka kwenye ya klabu bingwa 98. Shirikisho ya mwaka aloenda mpaka finali. Klabu bingwa ni mara 2 na mara mwaka huu. Hayo makundi yenyewe akamshinda akashinda hata kutoboa. Na ukitaka kujua yeye ni kibwambwala mpaka saa hizi lile kundi lake lile. Hakuna hata mtu mmoja. Yeye ni kibwambwala. Kwenye lile kundi lake la watu 4. Hata mmoja mpaka saa hizi kwenye lile kundi hayupo. Mimi nakupa hao mweke. Kundi la Simba kila mwaka tukifanikiwa kuingia kwenye ushiriki. Kundi letu sisi bingwa anatokeaga kwetu. Ushajiuliza kwa nini? Mwenye akili lazima kae na wenye akili. Ukiwa una akili utakaa na usio na akili. Na usipokubali wewe una akili huwezi kupata akili. Kubali una
una akili ili tukuelekeze njia, utakuwa unapotea kila siku. Sisi kila siku bingwa anatokea kwenye kundi letu, wana finali wanatokea kwenye kundi letu. Tumetolewa na Orlando Pirates ndio amecheza finali. Tumetolewa na Kaizer Chiefs amecheza finali klabu bingwa. Tumetolewa na nani hao? Tumetolewa na Lahari. Tumetolewa na Kacheza finali. Amecheza finali. Mtoano ambao sisi tumetolewa mtu hajachukua kombe ni Super League tu. Ahali katutoa kaishia nusu finali. Huo ndo mtoano ambao sisi bingwa hakutokea kwenye engo yetu sisi. Lakini shirikisho klabu bingwa kila mwaka makundi yetu sisi ndio yanatoaga bingwa. Kwa nini asitokee kwenye kundi lao? Walipangwa na kina Mamelodi huko mwaka jana. Oh, goli tumenyimwa. Hayo Mamelodi mwenyewe akaenda kutolewa tu iliyofuata. Kwa nini kwenye makundi yao wao hatokagi bingwa? Kwa nini? Hawawezi kupata akili mpaka wanakufa. Sisi uzuri tunakubali kuitwa mwaka robo. Tena imagine sisi tunakubali kuitwa mwaka robo na tunakubali anatuita mwaka robo. Lakini yeye tukimwambia wewe ni kibwambwala hataki. Kubali kama ni kibwambwala tukupe njia. Wanda kuniambia juzi wale Almasri walipokuja hapa, ule mlango wa nyuma waliujuaje? Wanashinda michezo yao, kutwa wanatuchungulia. Wewe hivi umesema wako juu pointi ngapi? 10. Kinachowafanya kutwa hawali ugali ukashuka waje maji yakatumbukia. Ni nini kutwa wanatuchungulia? Ndio maana nimekwambia hiyo pointi hiyo mechi moja iliyobaki. Sisi ndio last chance yetu. Mpaka sasa hivi sisi tuna 90%. Yaani na mimi natamani hiyo mechi iwe ya mwisho. Tunamuua tunapewa ndogo. Gap la point hizo 2. Mtoto anataka kujifunza leo akipata 20 akipigwa na mzazi wake kesho kutwa akija anakuja mpata 70. Sio unaelewa? Yeye mpaka sasa hivi hataki kujifunza ila anapenda kuamini yeye ni mkubwa. Ukubwa wake yeye ni ndevu tu. Watake wasitake sisi ni kitabu. Hayo ni maneno ya wadau wa Simba, mashabiki wa Simba. Lakini tuna mzee wetu mkongwe hapa, mzee Bari. Bari nzuri. Salama kabisa. Salama. Tuambie majina yako mzee. Mimi ni ndugu Mohamed Juma Matata. Mohamed Juma Matata. Mzee Matata. Sina tata ya kupigana au kusumbua. Hiyo ni family. Hiyo ni jina la ukoo. Okay. Wewe umeanza kushabikia Simba mwaka gani? Mimi tokea na mwaka 65 nilitegemea nikawa mimi katibu katika shule yangu chama langu la Simba. Chama la Simba. Yeah. Ile Simba iliyompigaga Yanga 6-0 unaikumbuka? Naikumbuka sana nikiwa naishi Magomeni kipindi hicho. Unaweza kutuambia historia yake? Wewe mwenyewe ulipatana na nini hiyo siku? Ile mechi ya 6-0, yani kila mtu yule ambaye alikuwa na akili timamu alijua kabisa kwamba wao vijana wetu mpaka leo hii kama watakuja kufikia hapa tulipo basi sijui wachinje kabisa. Kwa sababu ile mechi ilikuwa ya kimataifa na watu walijipanga na tuliamini kabisa kwamba Yanga leo tunatoa ushamba. Na kweli tunatoa ushamba. Kwa sababu walifungwa mbele ya macho yao viongozi wao na kila mtu alikuwa anaona. Na toka siku hiyo ndio wakajifanya kwamba na sisi wataka wazidi nini. Yaani ile historia waibadilishe kiasi kwamba na wao wapate picha kama hiyo. Hicho kimewafanya mpaka leo hii hata wakifanya vibaya wasema wamefanya vizuri, lakini kwa sababu sisi ni wakubwa na tuna akili timamu ndio maana tunawaacha kama walivyo. Walipokufungia 5, wewe ulijisikiaje? Walitufunga 5 nakubali, lakini 5 zile zimefungwa kwa njama. Kama wasingetumia vijana wetu, mmoja akiwa sisi wasingeweza kupata magoli 5. Wao mnafunga goli 5 timu kubwa kama ile kuifunga watoto kama wale. Kwani ni netball hiyo? Netball ndio wanafungana hivyo, sio watu wazima na akili zenu kufungana hivyo. Sasa kwa sababu wale tumeshawazoea, hatusumbui. Unakubaliana na jina aliyetoa Dalet kwamba bila wasiwasi nimekubaliana na ndio maana Yanga ni Kibwambwala na sisi wametuita Makarobo, lakini mpaka dakika hii sasa wewe mwenyewe fikiria sisi ni nani? Hii ndio Simba ambayo haina upinzani. Hayo ubwela ndio sisi na hatuishii hapa kwa taarifa yako. Sasa kama wewe ni Yanga basi pole sana. Lakini nakuomba ufike. Mimi sina Yanga wala sina Simba. Lazima ufanye hivyo kwa sababu wewe lazima useme hivyo kwa sababu umejua kabisa umekutana na watu ambao ni watu wanatema madini alafu wenye uhakika na amini usiamini mpaka naibu waziri wa michezo juzi alisema siku hiyo ya kupokea kombe atakuwa mmoja wapo pale airport na mimi nikiwa nyuma yake tukipokea lile kombe. Mimi hapa nafahamu historia ya Simba hivi karibuni ndani ya miaka tuseme 7-10. Imecheza na timu 3 kutoka South Africa. 2 zimeitoa Simba katika hii hatua ya robo finali. Sasa hivi moja inacheza nayo nusu finali, ndio hivyo? Una uhakika gani kama mnaweza mkatoboa kwa hiyo timu ya South Africa ambazo mbili tayari wameshakutoa? South Africa kuna binadamu kama Tanzania. Kuna wanaojua kama Tanzania. Timu ile ni kama timu tuliyokuwa nayo. South Africa
wanaita South Africa kwa sababu wenzetu kidogo wameendelea kimaendeleo yao, si ndio? Lakini kwenye mchezo kama huu wa mpira, South Africa sisi haituumizi kichwa. Kama tulivyocheza nao jana na nyingine tulivyocheza navyo, ndio haya marudio yatakavyokuja kuwa huko na huko. Usishangae tukafanya vizuri zaidi kuliko hata jana, kwa sababu kwanza tumeshafahamu walivyo na tumeshakuwa na imani kabisa kwamba mwaka huu hatuishii hapa. Kombe lile ni mali yetu, wale tutawang'oa, na ninakwambia kabisa siku hiyo kama utakuwepo uje tena ulione mwenyewe, na nitakupa ulishike na picha utapigwa. Nije hapa nilishike popote na picha utapigwa. I say wadau wa hili tawi. Yaani wadau wa hili tawi nakufanya usichoke. Kuna maneno yao wanayo wao wenyewe. Wanakwambia hili kombe litakuja kwenye hili tawi na wamenihakikishia kwamba wataniita nije nilishike. Na kweli. Hebu ngoja nirudi na kwa rafiki hapa. Una uhakika kama mtachukua hili kombe? Yaani mimi nina uhakika. Kwanza mimi nikutoe wasiwasi. Ujue tunaposema kwamba hili kombe tukilichukua tutakuita uje hapa utaliona. Kama vile uamini hivi kama litakuja hapa. Kwa nini uamini? Sasa nataka kujua nyinyi mnapata. Unaona hapa hivi? Unaona? Hapa semaji la kafu amekuja pakiwa hapa ni mkuta ambao una matofali tu. Umeelewa? Bado hajaonja ladha ya hii kitu iliyochorwa. Umeelewa? Hapa vumbi. Yaani hapa pana bati nyeusi mpaka zieleweki. Lakini semaji la kafu amefanyaje? Amekuja tena mvua ikiwa inanyesha tope vibaya mno. Tumeenda kumchukua mwananchi tukamleta. Yote hii sisi tulikuwa tunataka tuwaonyeshe wale msimu wetu wa mtaa. Sisi Simba popote pale tunaweza kufanya lolote lile, haijalishi ni kwa wakati gani. Haijalishi mazingira yana mazingira. Popote pale wakati wowote ule tunaweza kuwaonyesha kitu chochote kile ambacho kipo ndani ya uwezo wetu, haijalishi ni kwa wakati gani, ni mazingira gani. Ndio maana tukamleta hapa semaji. Nakumbuka siku ambayo tunamleta, bahati mbaya simu yangu ambayo nilikuwa nimechukua kumbukumbu za hapa nilipotea. Kuna wananga walikuwa wanapenda sana kukaa. Wakati tunawaambia afisa habari wetu anakuja hapa, wakatuambia hamwezi kumleta. Kwanza hawezi kuja sehemu chafu kama hii. Walivyokuwa wanaongea before. Baada ya kufika hapa, kuna baadhi ya wanayanga kama 5. Hao waliokuwa wanatoa hizo kauli, ndio hao walikuwa wa kwanza kuomba picha na huyo semaji hapa hapa kwenye ukuta waliokuwa wanaongea. Wale wanayanga waliomba kupiga picha? Na wengine wakabiliki kumkumbatia na kumuita ni msemaji wao. Si unaelewa? Ina maana sisi tunaweza kufanya chochote kile kwa wakati wowote ule. Hicho kitu tumeshaga wazidi hao wenzetu muda mrefu. Chochote kile nataka kurudi kwenye South Africa kule. Kule kwenye South Africa. Wazuru wawili wamekutoa. Nisikilize. Wawili. Kule South Africa tumecheza na wote ni watani kama Simba na Yanga. Na mechi zote nimeangalia. Kaka huko nyuma sisi tulikuwa tukishiriki hii michuano ya kafu. Na kurudisha nyuma sisi tushai kupigwa goli 14 mechi 3. Kama mnakumbuka. 2018 19. Tumepigwa na AS Vita, tumepigwa na Ahali, tumepigwa na Mazembe. Kama sikosei. Lakini msimu uliofuata ule AS Vita tulimnyonyoa nje ndani. Wewe unaweza ukaamini mtu ambaye anakupiga goli zote hizo kwa haraka msimu, yani ndani ya msimu mmoja tu umpige nje ndani? Inawezekana? Lakini kwetu Simba sisi inawezekana. Kama imewezekana kupata lile goli moja, hao wa South au Kaizer Chiefs tulienda kwao walitupiga goli hizo. Kiufupi naweza kusema labda Simba wote wa South, ngoja nikwambie. Ndio. Wote wawili, Orlando na Kaizer. Walipokuja hapa wote mliwapiga. Kaizer Chiefs walitupiga, tulianza na Kaizer Chiefs kule. Walitupiga goli 4. Alipokuja hapa tukampiga goli 3. Alipokuja hapa tulimpiga goli 3, haikuwa bahati kwa kuwa yeye alishinda 4, sisi tulishinda 3, akaenda yeye kwa faida ya goli moja, kila mtu alishinda nyumbani kwake. Akaja Orlando Pirates. Alikuja Orlando Pirates hapa tukampiga moja, tukaenda kule akatupiga moja, tukatolewa kwa penalti, hatujalala. Tukatolewa. Hasa wamekuja hawa. Sisi hatujuagi kulalamika cha kwanza. Wamekuja hawa. Na kufupi sisi Simba ndio timu ambayo naweza nikakwambia ndani ya hii Afrika Simba ndio timu ambayo tunashinda mechi zetu kihalali na hatujui kulalamika wala kulialia. Si unanielewa? Katika hii Afrika nzima, Simba ndio timu ambayo tunashinda mechi zetu kiuhalali bila furuku. Umenielewa? Sisi hatuna sijui kiongozi wa kafu atakayetusaidia na hatuna huo muda wa kumwangalia. Hatuna sijui kumuita sijui refari tukae naye pembeni tuongee naye, sio shida zetu. Sisi tunaamini kwenye miguu ya wachezaji wetu. Na tunaamini kwenye hamasa ya msemaji wetu na mashabiki wote kiujumla na wanachama. Tukiambizana tukutane kwa Mkapa tunaenda. Tukutane Amani Zanzibar tunaenda. Huko South kama tuna hela tunaenda. Na hata kama tutacheza bila mashabiki. Umeona hapa tumecheza na CS Constantine. Simba amepigwa bani ya mashabiki, hakuna kuingiza mashabiki. Watu wameshinda basi. Ulishinda ngapi? 2. Kitu ambacho wenzetu walijaza mashabiki wao pale full house na kutafuta goli hili. Umeelewa? Kutafuta goli hilo. Aftoke makundi kwenda robo finali. Goli moja limemshinda. Akiwa full house na uwanja wake.
Sisi tumecheza pale na CS Constantine, mashabiki hakuna. Tumeshinda goli 2, tumeongoza kundi letu, tumeenda robo finali. Kinawashinda nini wenyewe kwenda? Asante. Neno la mwisho kwa wadau wa Simba mwenye nguvu, kama itifaki ilivyo, okay? Mwenyekiti amenipeleka kwa mdau. Brother, kuna neno la mwisho? Sio neno moja, mengi. Kwa sababu nataka moja, mimi nakuhakikishia fainali tutacheza na ubingwa utakuja hapa, kwa sababu mechi ya mwisho tunamalizia hapa nyumbani. Lakini unakutana na Orlando ambaye anampiga mtu kwake nyingi. Sawa, Orlando sisi hatumuogopi. Sio sema hivyo shida nini? Bekani. Kwani Bekani hajai kuja hapa? Hapa kashakuja. Anapiga nyingi kule. Hajai kuja hapa Bekani. Kwa nini bwana kupiga nyingi? Hiyo ilikuwa Bekani hajai kuja hapa. Ndio maana nimekupa mfano mdogo. Ingekuwa mtoano Na ndio maana nikakupa mfano mdogo. Sisi kule huo msimu tulipigwa goli 14 mechi 3. Tulipigwa huko msimu unaofuata tukaja kumfumua huko huyo mtu nje ndani. Si ni msimu mmoja? Bekani sisi tumecheza naye mwaka gani? Kama pana mwaka wa 3 sasa hivi toka tumecheza na Bekani. Ina maana hii miaka 3 sisi tulikuwa tumelala. Tujalala, sisi tunajituma vile vile. mwaka huu ndio kaamka, ndio timu pekee haijapoteza mchezo hata huu. Tulimuona nani yule msimu uliopita anaitwa timu ya Angola ile nani? Petro Atletico. Nakwambia ilikuwaje na Mazembe? Yule Petro Atletico mpaka anakutana na Mazembe alikuwa hajapoteza mchezo hata. Nusu finali tutakuja. Lakini Mazembe Nusu finali. Ngoja nakuja. Nusu finali kaka tutakuita na finali tutakuita. Tena finali ndio tutafanya makubwa Hiyo zaidi. mimi nataka kusema neno la mwisho mwaka huu. Wewe ndio mimi nikupe neno la mwisho. Msimu Simba anachukua kote. Anachukua klabu huku shirikisho, anachukua na ligi kuu. Mimi binafsi neno la mwisho. Uko kwenye shirikisho ya kafu. Mimi na imani ubingwa tunaleta. Kwanza wanasema tusikae kinyonge. Ubingwa tunaleta. Kwenye ligi yetu ya nyumbani tunatangaza ubingwa mbele ya huyo anayesema hatuchezi na anataka kucheza. Tunatangaza ubingwa hapo na ubingwa tunauchukua. Na mimi nataka hiyo mechi tunayokutana naye tunamnyuka na kunyanyua ndo. Hiyo ndio jeuri yetu ilipobakia hapo. Kwanza bora akimuua Yanga point tunapewa sisi. Azam akimuua Yanga point tunapewa sisi. Kila mtu anamuua mwenzie anapewa pointi zake yeye kama alivyomuua. Kwa hiyo sisi tunachokiangalia mechi yetu sisi na yeye. Hapo ndo tutakapomuua na ndo pointi ambazo zitakuwa na faida kwetu. Mambo ya siji fulani alikuwa amuua hajamuua fulani, hata angemuua pointi ni zake zisingetusaidia sisi. Ubingwa wa ligi kuu tunachukua kwenye mikono yake yeye kwa gap la pointi hizo 2. Yeye ashinde mechi zote ila sio ya kwetu. Okay. Na shirikisho tunachukua ubingwa. Na tunataka tuwafundishe kwamba ubingwa wa shirikisho unachukuliwaje. Asante. Hayo ni maneno ya wanachama wa klabu ya Simba Tanzania. Simba watoto wa Msimbazi wa Kariakoo. Tawi linaitwa Simba mwenye nguvu. Lipo Tabata Kisiwani. Yes, na sisi ndo tunaishia hapa. Wamehakikisha ya kwamba watachukua kombe la shirikisho Afrika na wamesema watatuita tutakuja. Si ndio? Alafu na nini? Tutakula sasa huwa tunapika. Mwenyekiti unasemaje? Karibu sana. Karibuni sana. Sisi hatuna wasiwasi. Sisi kama tulivyozungumza. Tunachukua kombe la shirikisho na klabu bingwa hapa Tanzania tunaichukua. Finali ya klabu bingwa itakuwa Yanga na Simba tunachukua. Ya ligi kuu. Wala hakuna mtata. Na finali huko tunachukua vile vile.